Wapenzi watazamaji wa Mtita Vijana Injili, hapa tupo mojawapo ya washiriki ambao wanasali katika kanisa la Mikwambe. Wapenzi watazamaji wangependa kufahamu majina yako, wewe ni nani, umetoka wapi na unaishi wapi? Kwa majina naitwa Pendo Samuel Madu, ni mshiriki wa kanisa la Mikwambe, ni mama wa watoto wawili. Wapenzi watazamaji wangekupa nafasi ya kuelezea kisa chochote ndani ya Biblia, ungechagua kisa gani cha kuelezea? Napenda kuelezea kisa cha Musa. Musa alizaliwa lakini akalelewa kwenye familia ya Farao, ya mfalme wa Misri. Kisa hichi nakipenda kwa sababu gani? Kina mafundisho ambayo kinatufundisha sisi wazazi pamoja na watoto. Tunaona katika kipindi kile ambacho mtoto yule wa mfalme, binti mfalme alipomwokota Musa, akatafuta mama wa kumlea, akampata yule mama, akamnyonyesha. Kipindi ambacho mama yake Musa alikuwa akimnyonyesha, alikuwa akimfundisha namna ya kumtumikia Mungu, namna ya kutii sauti ya Mungu na kufuata mapenzi ya Mungu. Tunaona katika ile miaka ambayo Musa alinyonyeshwa, ambayo alilelewa na mama yake, iliweza kumsaidia hata alipokabidhiwa katika jumba la ufalme, yale aliyofundishwa na mama yake ya kuyaacha. Na tukumbuke kwamba alipofikisha Musa miaka 40 ndipo alipoamua, alikuwa ni mtu mzima, lakini akaamua kuondoka katika lile jengo la kifalme. Alikuwa anaandaliwa kwa ajili ya kuwa mfalme, lakini kutokana na yale malezi na yale mafundisho ambayo mama yake alimfundisha, yalimsaidia. Japokuwa alikuwa ni mtu mzima wa umri wa miaka 40, lakini alifanya maamuzi ya kumchagua Mungu wa kweli. Hata kama kwa mfalme kulikuwa na starehe nyingi, walikuwa wanafundishwa vitu vingi, walikuwa wanawekewa ulinzi, lakini tunaona Musa vyote aliachana navyo, akaamua kuongozana na wana wa Israeli na kufanya kazi ya Mungu. Inatusaidia leo hata wazazi, tunapokuwa tumepata watoto wetu, tuwafundishe. Ndio maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Musa alikuwa na umri wa miaka 40 akiwa ni mtu mzima, lakini alifanya maamuzi kutokana na nini? Katika lile jumba la kifalme hakufundishwa kumcha Mungu wa kweli. Alikuwa anafundishwa kujifunza miungu ile ya Misri, namna ya kutengeneza uchawi. Kama tunakumbuka kwenye hicho kisa, kuna pale walileta waganga, wakaleta nyoka, wakaleta nini, wakafanya ishara zote za maajabu. Hizo ishara zote Musa alikuwa anazifahamu, walikuwa wamefundishwa. Lakini kutokana na ule muda ambao mama yake aliutumia kumlea na kumwandaa, kilimsaidia. Kwa hata watoto wadogo tunaanzia mafunzo yetu pale. Nashukuru Mungu kanisa letu linatuongoza kufundisha watoto wangali bado wako tumboni. Tunafundishwa namna ya kuongea nao. Kile tunachokifanya, tunachojifunza kwenye Biblia, tunawaandaa sio kwa maisha ya duniani tu, kwa maisha ya umilele. Wanaweza kujitegemea na kufata yale maagizo ambayo yanampendeza Mungu. Ndani ya kisa cha Musa, ni mtu gani ambao anakuvutia, unatamani kuwa kama yeye ndani ya kisa cha Musa? Ndani ya kisa cha Musa ambaye ananivutia, kuna Haruni ambaye alikuwa ni mdogo wake Musa, kwa sababu Musa kiasili alikuwa ana changamoto ya kusikia, lakini yeye Haruni alikuwa anasikia, alafu anampatia Musa, lakini pia anampenda Musa. Musa alikuwa ni mpore. Ni mfano wa kuigwa wazazi wa leo. Wazazi wengi tumekuwa ni wakali kupitiliza. Unakuta mtoto anamwamini mwalimu wake wa shuleni au mwingine wa kanisani au mtu mwingine ambaye anamuonyesha upendo, tunakuwa. Lakini Musa alikuwa ni mpole, alikuwa mnyenyekevu, hata Biblia pia inaelezea. Ungependa kuwashauri wa mama ambao wanakutazama sasa hivi, ungetamani kuwashauri nini? Ambacho ni washauri wa mama, kikweli katika makambi haya nimejifunza na naendelea kujifunza, kuna wakati wa kutoa adhabu. Biblia inasema mtoto usimnyime mapigo, lakini hayo mapigo inategemea ni kwa muda gani na amefanya kosa lipi. Kuna kosa lingine mtoto anaweza akafanya, alistahili adhabu labda ya kiboko, ni unatakiwa ukae naye chini uongee naye. Lakini kingine kikubwa,
mama unatakiwa umjue mtoto wako ni wa aina gani, ni wa tabia hipi, anapokuwa na wewe nyumbani, anapokuwa mazingira tofauti na nyumbani, unatakiwa ujue na aina ya marafiki alionao mtoto wako. Ushauri kwa vijana, unapa ushauri gani kwa vijana? Kwa vijana ushauri upo mwingi. Vijana ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu wao pia wanajiandaa kuwa wazazi baadaye. Yani muda ambao unautumia, yani ujana wako wewe ndio unakuonyesha malezi yako yatakuwaje kwa mtoto wako. Kwa sababu watoto wengi wakuta mtundu anasema huyu anafanana na baba yake au mama yake. Kwa hiyo tunaomba Mungu vijana wanapokuwa wanajiandaa kuingia kwenye hii taasisi ya kuwa, kwa sababu hakuna kijana aliyepo duniani akasoma akamaliza atapata kazi, lakini mwisho wa yote anahitaji kuwa na familia, atahitaji kuwa na mke, atahitaji kuwa na mume, atakaji kuwa na watoto. Mungu atuongoze, atutangulie katika ujana wao, wakakue vyema wakimtumikia Mungu, wampendeze Mungu pamoja na wanadamu, ili kwa ajili ya kuandaa familia bora. Unawapa ushauri gani wale walimu ambao wanawafundisha hao watoto kanisani au shuleni au sehemu zingine mbalimbali? Unawapa ushauri gani? Ushauri wangu kwa walimu, tuwe na upendo, tuwe na unyenyekevu, lakini pia tuwe marafiki wa watoto. Unaweza ukawa mwalimu ni mkali sana au mpole sana, kwa hiyo watoto wanakupokea jinsi vile ulivyo. Lakini mwalimu pia unatakiwa usome saikolojia za watoto. Kuna watoto wengine ni watundu, kwa sababu tunapokea kama walimu tunapokea watoto kutoka familia tofauti tofauti. Kila mtoto ana tabia yake, ana makuzi yake. Kwa hiyo ukijua saikolojia ya mtoto inakusaidia hata kama amefanya kosa. Kama umeona we mwalimu umeshindwa kuongea naye, unatafuta mzazi wake ukaongea naye kwa ushauri, inakuwa sawa. Wapenzi watazamaji, wanapenda uwaache na ombi, waombee. Wanapenda uwaombe. Amina. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uishiye mahali pa juu mbinguni, tunasema asante. Tunashukuru kwa ajili ya watoto ambao umetupatia kama zawadi. Tunachoomba uendelee kuwashikilia na uwahekimishe wakakupendeze wewe pamoja na wanadamu. Tunajikabidhi kwako tunapoendelea na malezi. Hata nasi pia ni wazazi ambao tulikuwa watoto. Tuongoze kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Wapenzi watazamaji wa Mtita Vijana Injili, kama ulivyosikia mmoja wazazi hivyo wapa ushauri, tunaomba tufanyie kazi na Mungu atawabariki.